Yesu asifiwe. Amina sana. Unaendeleaje? Mungu mwema sana. Tumepotea. Hatujaonana, tumepoteana. Ni mjini. Yes. Yeah. Tumetembea ofisini kwa kwanza ongera. Asante sana. Iko standard sana. Asante sana. Unasimamia mwenyewe kila kitu au? Kwa maana ya MD ni mimi, lakini kuna secretary, lakini pia kuna watu wa editing. Yes. Okay. Kwanza sababu ya sisi kutembelea kama BBS Media, nataka kujua huyu amigo ni mtu mkubwa. Vijana wengi wanakufahamu, na wengi wanafuata neno zako au sema hatua zako ili kufika hapo ulipo. Tunatamani kuzungumzia 2025 ilikuwaje? 2025 ulikuwa ni mwaka mzuri. Ni mwaka mzuri kwa mimi. Moja ya experience yangu ni kuona pamechipuka vijana wengi ambao wameanza kufanya field hii pia kama kazi zao kabisa. Kwa hiyo ndo ni mwaka ambao nasema nimeona rasmi, kwa maana kwamba kuna vijana sasa wameanza kuja wengi. Wengine nimekaa nao mwenyewe, wengine wafahamu kabisa. Kwa hiyo ni mwaka ambao umekuwa una mambo mengi, una kazi nyingi zenye madirector tofauti. Hiyo ndio naweza nikasema notice kwa mwaka 2025. Kwa experience yako kwa mtukio wa live umekuwa mkubwa sana. Yes. Unadhani kwamba 2026 itakuwaje? 2026 of course utakuwa na mwitikio mkubwa zaidi ya mwaka jana. Kwa sababu sasa hivi watu wengi ambao walikuwa hawaelewi au walikuwa wanadhani ni changamoto sana kufanya live recording kama miaka ya nyuma. Mwaka huu unamaanisha mwakani sasa itakuwa ni tofauti, kwa sababu watu wengi sana wameanza kugundua kwamba okay, kumbe tunaweza tukajaribu kufanya na tukafanya vizuri. Mwanzo ilikuwa ni complication, kwa sababu ndio ilikuwa ni mwanzo. Wakati kipindi cha kaka yetu kina John Lissu wanaanza kufanya, ilikuwa mpaka mtu umwambie kwamba mnaweza mkaimba na mkarekodi hapo ni changamoto kidogo. Sasa hivi imekuwa ni kawaida. Watu tu hata makanisani kwenye ibada zao wanaimba na wanarekodi. Kwa hiyo kwa kipindi kinavyozidi kwenda, kila mtu atajikuta sasa kumbe ni kitu ambacho tunaweza tukakifanya na kikaleta matokeo mazuri. Yeah, of course unajua industry inakuwa na watu wanazidi kuona kwamba kumbe inawezekana tukawekeza. Of course, kuna watu wamefanya zaidi. Yes, kuna watu wamewekeza zaidi na wamefanya zaidi. Tuzungumzie mafanikio ambayo umeyapata kwa mwaka 2025. Kwa kugusia kidogo tu kama moja ya mafanikio, nitaongelea tu mambo ya production. Siwezi nikaingia sana tofauti na hapo. Moja ya mafanikio ambayo mimi nimepata mwaka 2025. Mwaka 2025 nimetimiza nikikusanya viewers wa kazi zangu zote ambazo nimefanya. Nimekuja kupata namba ambayo imenifurahisha. Nimepata 1 billion plus viewers YouTube kutoka kwenye kazi zangu tu nilizozifanya mwenyewe. Hiyo ni moja ya mafanikio makubwa ambayo kwangu na account, kwa sababu wakati naanza kabisa kufanya rasmi kama video director, moja ya dream yangu ni kuona kazi ninayoifanya inafika mbali, lakini pia watu wengi wanakuwa interested kwa kutazama, lakini pia watu wengi inawa convince kwamba okay, kumbe tunaweza tukafanya. Kwa hiyo kukutana na namba kubwa kiasi hicho kwangu imeniimpress. Ninafurahia kuona kwamba wow, kumbe sasa hivi watu wanaweza wakaanza kuangalia live recording, kwa sababu mimi nimewahi kuwa naongea na baadhi ya waimbaji wa nyimbo za Injili, nawaambia ili namba zibadilike lazima ukweli pia uanze kubadilika. Ukweli naosema uanze kubadilika ni upi? Kwa hiyo miaka michache ya nyuma ulikuwa ukienda kusearch kwenye mtandao, ukiandika gospel artist Tanzania, namba wale wanaokuletea sio kwamba ni mabaya, lakini wengi hawaipi picha halisi ya ukubwa wa gospel kwenye dunia unaocount. Dunia inahesabu muimbaji halisi ni mtu anayefanya live. Ndio maana unakuta hata wa secular ili aweze kubid huko duniani anajikuta lazima aende na band. Yes, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba dunia inamuona mtu anayefanya live ndio muimbaji wa ukweli, kwa sababu na which is true, kwa sababu studio kuna mambo mengi. Mimi huwezi kaniletea mtu ambaye ameleta albamu yake utafanya studio, na juzi tu hapo tumetoka kuona Tanzania hii imekuwa kama ni joke. Watu wanaanza kucompare, huyu anaimba live huyu, na ilikuwa sijui ni event gani, ilikuwa ni event fulani imefanyikia Zanzibar hapo. Ni kubwa sana, ni awards zilikuwa. Wanaoimba live Tanzania ilikuwa ni vituko sana. Yaani kila mtu anasema hii ni nini, lakini kuna waimbaji wametoka Kenya, mtu anasema hawa ndo wanaimba. So
muziki wa live ndio muziki ambao unaweza kumwambia mtazamaji kwamba huyu ni anafanya kweli. Sasa namba zilikuwa hazikubali, na hazikubali kwa sababu hakuna hizo kazi. Uwezi ukasema nataka nibadilishe namba kama kazi ya zipo. Mtu anasema wapi nionyeshe, hauna reference. Ukikosa reference maana yake unashindwa kumuonyesha mtu kitu gani unachokiongelea. So nowadays tumefikia sehemu ambayo numbers zenyewe zinakuambia. Me I'm very very interested, I'm very happy kuona numbers zinasema, namba za kazi ambazo sasa nimefanya, kazi ambazo wengine pia wanafanya za live events, namba zinaanza kukuambia kwamba wow, hii iko sawa. Kwa hiyo hii inasaidia na ninaonyesha maana kabisa ya halisi ya ukubwa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anabishanaga na namba. Yes. Kwa madirector wa Tanzania, kuna mtu ambaye kufikia hiyo namba kufikia kwa YouTube? Kwenye live events hapana. Yes, yes, yeah, ndo mara ya kwanza. Asante sana. 2026 mimi sasa hivi nimeona nianze kufanya sana globally. Yes, nyumbani tunafanya vizuri, tunakuwa, lakini kwa upande wangu mimi nimefika ni kipindi sasa nianze kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Nimeanza hii movement mwaka jana 2025, then this 2026 I want it to be more global. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu ya dream yangu. Mi dream yangu ilikuwa sio nifanye vizuri Tanzania nikae ni relax. Mi dream yangu ni kufanya vizuri duniani, na ninaendana na spirit yangu kabisa. Mimi kabla sijaanza kufanya recording hapa, mimi nimetokea nje, nilikuwa nje nikarudi Tanzania. Aim yangu nilisema nakuja Tanzania, back to the root, nifanye alafu niondoke sasa niende tena huko mbele zaidi. Why? Kwa sababu iko kwenye uhalisia kabisa. Nakupa ukweli kabisa. Uwezi ukasema ninafanya vizuri alafu ukawa tunafanya kwenu. Uhalisia, yes, uhalisia utakukataa. Inabidi unasema nafanya vizuri uanze sasa kutoka. Useme nafanya vizuri wapi? Kwa sababu mimi nitakuuliza unafanya vizuri wapi? Tanzania, Umeona sasa inakuwa kwa anayesema nafanya vizuri duniani kote kwenye kitu chochote lazima utaje utoke, yani zaidi. Useme nafanya useme nafanya vizuri wa mtu akwambia East Africa. Wapi? West. Umeona, ndio hapo sasa unaweza kaanza kuingia dunia. Sasa na mimi aim yangu au dream yangu ni kuendelea kufanya vizuri na isiwe tu Tanzania. Kwa nataka kufanya vizuri, mtu aseme unafanya vizuri wapi, niseme ninafanya vizuri Afrika, afu nianze kuondoka na niambie nafanya vizuri bara fulani, nafanya vizuri, ili nikisema nafanya vizuri duniani, mimi I believe one day hizo Grammys zitakuja. Sasa hivi hizo category hazipo. Mimi hainisumbui. Tuzo nyingi sana kubwa duniani hazina category ya director wa live events. Tuzo nyingi duniani hakuna. Na unajua kwa nini hakuna? Kwa sababu live events kazi zake zilikuwa bado zimewekwa kwenye kitengo, yani kama zinachukuliwa namna fulani hivi, which is not a problem. Muda unasemaga, lakini pia kazi zenyewe zinasema. I believe one day kwenye hizo tuzo kubwa, it's either mimi niingie nishindane nichukue, ama director mwingine yote mkubwa aingie ashindane achukue. Yes, kutoka Tanzania, kutoka kokote duniani, lakini hicho kipengele hiyo category lazima ije ya kwamba kuna kumbe moja ya muziki au moja ya kazi za sanaa zinazoonekanika duniani kuna kitengo hiki hapa nacho, inabidi tukiweke na tukiangalie kwa jicho tofauti kidogo. Okay. Yes. Shikutana na changamoto ya kazi kila kitu. Yeah, sure. Shikutana na changamoto ya kupata kazi alafu kuna fitina nyingine. Of course, yeah, hizo ni kawaida sana. Hasa kwa Tanzania ni yes sana. Kawaida sana. Kuana tunaweza kukuana, yani kuana ni kawaida. Mimi sijawahi kumua na sitokuja kufanya hilo kosa, lakini napataka sometimes. Alafu dunia ni ndogo sana. Mimi sometimes unatumiwa audio ya mtu ambaye ni rafiki yako yuko sehemu anakuua. It's very funny. Yes, it's very funny kwa sababu unakaa mimi yani kuna mtu unasikiliza unacheka, alafu yule mtu unaongea naye unamwambia nini sasa, una enjoy. Yani sasa mimi hainisumbui, yanisumbui kwa sababu mimi ninaamini yes, mtu anakuwa anajiweka yeye pale mbele, au anakuwa anamweka rafiki yake, anakuwa anamweka ndugu yake, ni kawaida. Sasa mimi hainisumbui. Why hainisumbui? Hainisumbui kwa sababu mimi naamini kitu kimoja. Hata kama wote, yani mimi na wewe sasa hivi tukachukua peni tukachola A yangu na yako zitatofautiana.
Na when it comes to hilo swala kwamba ya kwangu na yako zitatofautiana, kuna mwingine atataka A yangu ana sababu zake, kuna atakayetaka A yako kwa sababu yake. So na dunia ni kubwa sana. Dunia ni kubwa kiasi kwamba sina haja ya kukua ili nipate kazi. Kwa mimi naionea hivyo sasa. Mimi naionea hivyo kwa maana ya kwamba ni dunia ni kubwa kiasi kwamba sina haja ya kukua ili nipate kazi. Sasa kama dunia ni kubwa kiasi hicho, kwa nini nikue? So, lakini watu kuona kupo, yani kuna sehemu unasikia ndugu yako anakuua hapa. Unabaki unasema au rafiki yako anakuua hapa. Unasema okay, nimemfanya nini? Unakuja kugundua kwamba kumbe shida issue ni ugali. Mpaka mtu anamdidimiza issue ni ugali. Angekuwa na akili sasa, kumbe alibidi awe smart. Usiniue, fanya. Yes, yani mimi nikikosa sehemu sina haja kumua fulani asipate, kwa sababu akienda kufanya yeye atatofautiana na mimi tu. Yani hakuna mtu atakayepata kopi yangu. Kwa ikiwa tu swala hilo kwamba hakuna mtu atakayepata kopi yangu, maana yake mimi inanifanya niendelee kuona kwamba okay, kila mtu atafanya kwa nafasi yake na atafanya. Watoto 2000, si ndio? Watoto 2000 wanataka kuanzisha kasheria kao kwamba boyfriend hajamoja mtolea mali lakini ampe mtaji wa milioni 10. Kama mwanaume unaongelea vipi? Mimi hapo ni automatic kwa niaba ya wanaume wa Tanzania tumeshaka kikao chetu na sisi sasa cha hawa watoto. Kwanza watoto hawa sasa hivi sio watoto tena. Hawa washakuwa ni watu wazima. Watafute hela na wao, alafu wazitumie hela zao. Lakini hiyo kumpa milioni 10 kama nani? Yaani hapana. Mimi kwenye sasa hivi ninaweza nika category, kuna muda wa kujifunza, kuna muda wa kufanya. Hivyo ni vitu tofauti. Mimi kuanza kujifunza, watu wengi hawajui, ila mimi nimesoma journalism. So nimesoma journalism na nimezunguka sana hapa Tanzania. Mimi katika watu wanaoangalia kama mtu atakumbuka, na sio of course lazima tutakumbukana. Mimi nimesoma DSJ. Vizuri kabisa diploma ya serikali vizuri. Baadaye nikasoma PR pale DSJ. Nikaondoka sasa baada ya hapo. So unaweza ukaelewa sasa, kwa maana kwamba sasa kuja kuanza kufanya, nimeanza muda sana. Mimi kabla sijaanza kuwa director nimeshakuwa videographer. Hiyo kipindi zamani ujulikani, nishaikuwa editor. Hicho kipindi unajitafuta, kwa sababu nikisema ujulikana unajitafuta. Rasmi kabisa mimi nawe hesabu ile naanza nashika kompyuta na nashika kamera nasema naenda kushoot. Hicho kipindi ilikuwa ni 2009. Yes, hapo sasa. Ila sasa sio professional, kumbuka nakwambia sasa. Kwa hiyo hapo sikuwa professional. As a real professional video director, sasa hivi na count sasa hii 2026 na count sasa ni miaka 6. Yes. Kwa nenda kupenda kijana ambaye anawishi kwa kama wewe kufika hapo. Njia ni rahisi kabisa, ni kuendelea kufanya. Hiyo ndio njia rahisi. Yes, don't quit, keep on doing. Wanadamu, watu, jamii, dunia ndio kitu pekee kinachoongoza kumwambia mtu uwezi. Yaani katika kitu ambacho dunia imejiumba kwenye nacho, ni ukifanya kitu chochote, kitu cha kwanza dunia itakachokuambia ni huwezi, haiwezekani, hautofanikiwa. Unajua kwa nini dunia inafanya hivyo? Inafanya hivyo kwa sababu inakukompea wewe uliyeanza leo na aliyeanza miaka 20 iliyopita. That's why dunia itakwambia huwezi, kwa sababu yenyewe dunia inamshikilia ambaye anaweza. Ukifuatisha tu dunia, jamii na watu watakachokuambia, hautofanya, kwa sababu na wewe utaanza kujiangalia. Umeanza leo utaanza kumwangalia ambaye amefanya miaka 20. So ili isiku stress na ili ufike ambako mimi wenda nimefika na ninapoendelea kwenda, usisikilize wala usiangalie dunia inakwambia nini, wala watu waliokuzunguka wanakwambia nini. Wewe endelea kufanya, kwa sababu kwenye kufanya ndo kwenye